la miguno. Yani kwa mfano anagugumia, unapokuwa unafanya au unashiriki tendo, mwanamke ametulia tu, hafanyi ishara yoyote, yani kuna sauti fulani unatakiwa. Naomba nilimalize. Naomba nilimalize. Professor. Hiyo miguno ni hulka tu ya mtu. Okay. Kuna mtu ambaye anaweza kutoa miguno na kuna mwingine hatoi na kuna mwingine anakaa kimya kabisa. Sasa tujifunze kitu kimoja. Kuna miguno ya kuashiria maumivu. Sawa, ni maana hapa kuna maswali mawili. Na kuna miguno ya kuashiria raha. Kama miguno inaashiria maumivu, nipende kumjibu yule aliyeuliza swali kwamba huyo ana kitu kinachojulikana kama PID, pelvic inflammatory disease, au anaweza kuwa ana UTI, urinary tract infection, michubuko katika njia au katika mirija ya mkojo. Wanakuwa tayari ameathirika ndani, kwa anapata maumivu. Lakini pia inawezekana ana uke mkavu, yani ule uteute unakuwa hautoki wa kutosha wa kumwezesha yeye kuweza kuenjoy ama kulifurahia tendo. Na ni kitu gani kinasababisha uke kuwa mkavu, Dr.? Na tunapoongelea masuala ya uke kuwa mkavu, ni matatizo pia yanayosababishwa na hormone vile ndio inaitwa follicle stimulating hormone. Hormone inapokuwa chini, basi ule uzalishaji wa zile uteute unakuwa uko chini pia vile, ambao haimpelekei mhusika kuwa na hisia za kufeel kwamba sasa hivi niko na mtu fulani, na kwa moyo unataka lakini mwili unakataa. Na hii najuaga kwamba mara nyingine ukimkuta mtu yuko hali hiyo, inaweza ikamsaidia pale anapokuwa anatumia maji kwa wingi ili kurudisha hiyo hali. Hapana, tunadanganyana tu. Dawa ni kupata tu matibabu.